Naam, taifa la Mungu, shalom shalom. Nawakaribisha tena katika sehemu hii ya pili ya kipindi chetu cha vizazi, kujua siri na unabii mzito ambao Mungu ameuficha kwenye vizazi. Kuna siri kubwa. Mungu mpaka sasa tunasema amefanya sabato mbili. Ameshafanya mapumziko mawili. Pumziko la kwanza ni pale alipomaliza kuumba mbingu na nchi na mwanadamu, akastarehe kwa siku moja. Tumesema siku moja kwa Mungu, kwa mwanadamu ni miaka 1000. Pumziko la pili au sabato ya pili ameifanya pale aliporuhusu kizazi cha kwanza kiishi duniani, ambacho ni kizazi kuanzia Adam mpaka Nuhu. Jumla yake tumuona kilikaa miaka 6600. Kuanzia Adam mpaka Enoch ni miaka 4000, na kuanzia Enoch mpaka Nuhu ni miaka 2600. Ukijumlisha ni 6600 kikawa kimeangamizwa. Kwa nini? Ni kwa sababu siri ya uumbaji ya Mungu, mwanadamu hatafika siku ya 7, hatafika miaka 1000. Maana miaka 1000 ni siku 7 kwa Mungu, ni siku ya sabato, ni siku ya pumziko. Hivyo haitafika siku ya pumziko kabla Mungu hajasafisha hivi vyote. Miaka hii ambayo wanadamu tunaona mingi, kwa Mungu ni sawa tuna miaka michache sana, ni sawa tuna siku kadhaa. Siku moja kwa Mungu, kwa mwanadamu ni miaka 1000. Tulitazama hilo kutoka kwenye kitabu cha Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 8. Na sasa tuendelee na kizazi cha pili mpaka cha 4. Kizazi hiki cha pili mpaka cha 4 ni kile ambacho kimefata baada ya gharika. Kumbuka, kizazi baada ya gharika Mungu alikuwa tayari ameshakipunguzia miaka, kwa sababu kizazi cha kwanza ambacho tuliona wanaishi miaka mingi, wanaishi siku moja. Nikimaanisha siku moja na maanisha kwamba miaka 900, kwa sababu siku moja kwa Mungu kwa mwanadamu ni miaka 1000. Kwa kama Adamu aliishi miaka 930, ukija kuangalia Methusela aliishi miaka 969, bado miaka kadhaa tu ya kibinadamu kutimia 1000, ambayo kwa Mungu sawa na siku moja. Baada ya mwishoni mwa ile kizazi kufanya dhambi, Mungu akasema kwenye kitabu kile cha Mwanzo sura ya 6 mstari wa 3 ya kwamba Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama, basi siku zake za kuishi zitakuwa miaka 120. Kwa hiyo kizazi baada ya gharika ambacho ndicho kizazi cha pili kilianza hapa, hakikuweza tena kuishi miaka ile ya mwanzo. Kenyewe kiliishi miaka tu michache. Wale wenzetu waliishi miaka 6000 kizazi kimoja. Kizazi cha kwanza kiliishi miaka 6600, lakini kizazi baada ya gharika hakikufika miaka hiyo. Sasa tuko hapa kutazama kizazi baada ya gharika, maana kizazi kabla ya gharika tulikitazama. Kizazi hiki tunakwenda kuangalia au kujenga msingi wake kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ya 1 mstari wa 17, ambapo hapa kinazungumza yafuatayo. Mathayo 1:17 inasema, basi vizazi vyote tangu Ibrahimu hata Daudi ni vizazi 14, na tangu Daudi hata ule uhamisho wa Babeli ni vizazi 14, na tangu uhamisho wa Babeli hata Kristo ni vizazi 14. Unaona hapa kuna vizazi 14 14 14 mara 3. Na nikupe tu siri moja hapa. Tunapozungumzia tangu Ibrahimu alizaliwa miaka 2 baada ya kufa Nuhu. Ibrahimu ni mwanzo wa uzao baada ya gharika. Kwa hiyo baada ya gharika Mungu akatengeneza agano na Ibrahimu. Kwa hiyo vizazi vilivyofuata hapa havikuweza tena kuishi miaka ile 6000 kila kizazi kimoja. Kwa mfano, hichi kizazi cha Ibrahimu mpaka Daudi kiliishi miaka 1600. Anapozungumzia 14 anazungumzia uzao. Hapo mimi nazungumzia uzazi wa miaka. Nikasema kwenye kitabu nikasema kwenye kile kizazi cha kwanza ambacho ni kuanzia Adamu mpaka Nuhu kiliishi jumla ya miaka 6600, lakini kila mmoja ndani aliishi miaka 930, 900 na kitu kama tulivyoona. Lakini hapa sasa kwenye hiki kizazi cha kuanzia Ibrahimu mpaka Daudi, Daudi mpaka Babeli, Babeli mpaka Kristo, ndani yake kulikuwa na uzao. Kwa mfano, wewe una mtoto, mtoto na mtoto, mtoto na mtoto mpaka 14. Hicho ndicho kinachozungumza kwenye Mathayo 1:17. Lakini jumla ya miaka yao
kwa hicho kizazi kimoja kuanzia Ibrahimu mpaka Daudi ilikuwa ni miaka 1600. Na kuanzia kile kizazi cha pili ambacho ni Daudi mpaka uhamisho wa Babeli ilikuwa ni miaka 1300. Na kuanzia uhamisho wa Babeli mpaka anazaliwa Kristo ni miaka 1100. Kwa hiyo ukijumlisha vizazi hivi 14 vya Ibrahimu mpaka Daudi ambaye ni miaka 1600, jumlisha Daudi mpaka uhamisho wa Babeli miaka 1300, jumlisha uhamisho wa Babeli mpaka kuzaliwa Kristo miaka 1100, unapata miaka 4000. Ni kwa nini Mungu amesema kadri siku zinazozidi kwenda miaka ya mwanadamu inazidi kupungua, inazidi kushuka chini. Kwa hiyo tunaona kumbe kuanzia Ibrahimu mpaka anazaliwa Yesu tumekuta miaka 4000. Utakuwa sasa umenielewa hapo kwamba katika hivyo vizazi vitatu ambavyo vimetajwa katika Mathayo 1:17 kwamba kuna vizazi 14 kuanzia Ibrahimu mpaka Daudi ambacho kimedumu kwa miaka 1600, tutajumlisha na vizazi 14 kutoka Daudi mpaka uhamisho wa Babeli ambacho kimedumu miaka 1300, utajumlisha na kizazi kuanzia uhamisho wa Babeli mpaka nazaliwa Kristo ambacho kimedumu miaka 1100. Kwa hiyo kijumlisha 1600 jumlisha 1300 jumlisha 1100 unapata 4000. Kwa hiyo ndio maana tukasema kuanzia Ibrahimu sasa mpaka anazaliwa Kristo imetimia miaka 4000. Na kwa sababu Mungu amepunguza miaka ya kuishi mwanadamu, akaweka sasa kizazi baada ya gharika ni miaka 2000 kila kimoja. Lakini maisha ya mwanadamu wakati yanazidi kushuka. Usichanganye vitu hapa. Uzao kizazi Mungu ameweka ni miaka 2000, anakimega kinakuwa kimeisha. Lakini maisha ya mwanadamu kadri siku zinavyoelekea mwisho ndivyo inavyozidi kushuka. Kwa hiyo kwa Mungu kuanzia kwa Ibrahimu anazaliwa mpaka anakuja kwa Yesu, kwa mgawanyo wake wa kizazi kimoja kuishi miaka 2000 ni sawa na vizazi viwili. Hapo utakuwa umenielewa sasa. Kwenye Mathayo imezungumza uzao 14 vitatu, lakini ukijumlisha miaka walioishi unapata miaka 4000. Na Mungu anasema uzao mmoja ni miaka 2000, maana kwamba amegawa miaka 2000. Kwa hiyo kuanzia kwa Ibrahimu mpaka Daudi Ibrahimu mpaka Yesu anazaliwa ni miaka 4000. Na kuanzia Yesu mpaka mwaka wa 2000 huu tunayo miaka 2000. Kwa kumbe kuanzia sasa kuanzia kwa Ibrahimu mpaka mwaka wa 2000 tuna miaka 6000. Tukijumlisha na hii 25 tulionayo sasa ni 6025. Kwa lugha nyepesi nikwambieje sasa? Kwa lugha nyepesi nikwambie kuanzia kwa Ibrahimu au baada ya gharika ya Nuhu mpaka leo hivi tuna miaka 6025. Na maanisha nini hapa? Kwamba dunia haitafika mwaka wa 7000 kabla Mungu hajaiangamiza. Ndipo Mungu anajiandaa kwenda sabato ya 3. Ndipo Mungu anajiandaa kwenda pumziko la 3. Kama ilivyo kwa kizazi cha pili, ilipofika mwaka 6600 aliangamiza, akafuta wema akawabakiza, walibaki 8 tu, Nuhu na familia yake, waovu akaangamizwa. Ndipo ulimwengu huu unaelekea mwisho sana. Mungu amebakiza muda mchache sana kuhakikisha dunia hii inakwenda kuangamizwa, kwa sababu tumeshamaliza miaka 6000 na Mungu haitazidi kufika mwaka 7000, kwa sababu 7000 kwa Mungu ni sabato yake. Ndio ile kwenye kitabu cha Ufunuo inasema Yesu atastarehe miaka 1000 na watakatifu. Kwa Mungu ile ni sawa na siku moja, ni sawa na pumziko. Kwa hiyo kabla ya kuifikia 1000 ndio maana unaona pale kuna unyakuo. Unyakuo maana yake ni kwamba Mungu anafunga mahesabu duniani, walio wema anawachukua kuondoka nao, wale walio waovu wanabaki katika uovu wao, katika uangamivu, watafufuliwa katika mauti ya pili ili wapate
mateso makali. Hiyo ndio siri ya uumbaji wa Mungu, kwamba kila baada ya miaka 6,000 na anaangamiza, kila 6,000 na anaangamiza. Kwa nini? Kwa Mungu miaka 6,000 na ni sawa na wiki moja, ni sawa na umefanya kazi siku 6, unastarehe siku moja, unakwenda kuabudu. Kwa hiyo Mungu hizo siku zote bado hajaanza kuabudu, isipokuwa yani ni kama sasa wiki inaelekea wiki, baada ya wiki hata kazini kwako mfumo ni huo huo. Utakwenda kazini, kuna weekend unapumzika, unaanza wiki tena. Ndivyo ilivyo kwa Mungu. Lakini muda huo kwa Mungu ni unaonekana mchache, kwetu sisi ni mwingi sana. Kwa hiyo kizazi cha pili unaweza ukakigawa kwa miaka 2,000. Kwa hiyo kizazi cha kwanza kenyewe kilipata bahati, kiliishi miaka 6,600 yote. Hiko ni kizazi kuanzia Adam mpaka Nuhu, kiliishi miaka 6,600. Kizazi cha pili kiliishi miaka 2,000. Sasa hiki manake kilianzia kwa Ibrahimu mpaka katikati ya uhamisho wa Babeli, kwa sababu Ibrahimu mpaka Daudi kilikaa miaka 1,600 tu, na Mungu kizazi kimoja anahesabu miaka 2,000. Kwa hiyo manake kizazi cha pili kilianzia Ibrahimu mpaka uhamisho wa Babeli, na kizazi cha tatu kilianzia Babeli mpaka kuzaliwa kwa Kristo. Kizazi cha 4 kimeanzia sasa baada ya Yesu kuzaliwa mpaka hivi leo. Kwa hiyo vizazi 4 vimeshafika. Vizazi vitatu vimeishi miaka 2,000. Kizazi kimoja kiliishi miaka 6,000. Ndio maana hata Daudi mwenyewe alisema kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 90 mstari wa 10, alisema wazi ya kwamba siku za miaka yetu ni miaka 70. Unaona, siku za miaka yetu ni miaka 70, na ukiwa na nguvu sana ni miaka 80. Kwa hiyo unaona Mungu kwenye 6:3 Mwanzo alisema mwanadamu hataishi miaka zaidi ya 120, mpaka nafikia Daudi anasema tukizidi sana ni miaka 70. Na hata ukitazama mifano ya watu walioishi baada ya gharika, nitaisema michache, utakuta inazidi kushuka kadri siku zinavyozidi kwenda. Mfano, Ibrahimu aliishi miaka 175, Sara aliishi miaka 127, Isaka aliishi miaka 180, Yusufu aliishi miaka 110, Haruni aliishi miaka 123, Musa aliishi miaka 120, Yoshua aliishi miaka 110. Unaona? Kwa hiyo kizazi hiki hata miaka yetu haikuwa mingi, miaka ilikuwa ni michache sana. Muda huo kwa Mungu ni mchache mno. Ndio maana hata Yesu aliposema kwamba kesho narudi, watu wanafikiri labda tangu aseme mpaka leo hajarudi. Kesho ya Mungu ni sawa na siku 2. Siku 2 kwa Mungu kwa mwanadamu ni miaka 2,000. Ndio maana siku moja kwa Mungu kwa mwanadamu ni miaka 1,000. Saa moja kwa Mungu kwa mwanadamu ni miaka 120. Dakika 30 kwa Mungu kwa mwanadamu ni miaka 60. Dakika 15 kwa Mungu kwa mwanadamu ni miaka 30. Dakika 7.5 kwa Mungu kwa mwanadamu ni miaka 15. Mwaka wa unyakuo ni mwaka 2,666. Mwaka 2,666 ndio mwaka ambao Yesu anakuja kunyakua kanisa lake. Tumelisema hilo mara kadhaa, maana haya ni mafunuo ambayo Mungu ameyafunua mwenyewe kupitia mjumbe wake wa agano, Nabii Musa. Nami ninawakumbusha leo ya kwamba muda huu uliobaki kwa Mungu ni sawa na masaa machache sana. Ni sawa na masaa 6 au masaa 6 hivi dunia hii iweze kuisha, ingaje kwa kibinadamu unaonekana muda mwingi. Mungu awabariki sana. Ninawatakia kila laheri, weze kufuatilia mambo mengine. Amen.